Wazee, wanachama na wapenzi wa klabu ya Stand United mjini Shinyanga wamepatwa na wasiwasi kuhusiana na mwenendo wa timu yao kwenye michezo ya ligi daraja la kwanza maarufu kwa jina la Championship. Hali hiyo inatokana na timu hiyo mpaka sasa kupoteza michezo mitatu kwenye ligi hiyo, hali ambayo inaashiria huenda ikiporomoka daraja na kurejea tena ligi daraja la pili. Kutokana na hali hiyo, wazee, wanachama na wapenzi wa timu hiyo hapa wanatoa maoni na maombi kwa viongozi wa serikali na chama tawala CCM kuangalia namna gani watainusuru timu hiyo ili iweze kufanya vizuri, huku wakishauri timu hiyo kukabidhiwa kwa mfadhili wake mkuu, kampuni ya Jambo ya mkoani Shinyanga. Tuwasikilize hapa wanavyosema. Mimi kwa jina naitwa Mzee Juma Kazembe, ni mzee wa timu ya Stand United. Kweli timu yetu inasuasua na sababu zipo. Timu yetu inasuasua kwa sababu imekosa supporter, imekosa mtu wakisaidia. Ilikuwa na mtu anayesaidia ambaye anaitwa Selemani wa Jambo bana, timu hii ameitoa toka daraja la 3. Baada ya kushuka ikaenda mpaka daraja la 3, lakini kijana huyu akaona machungu sana. Akaona kwa nini tukose timu hapa Shinyanga? Basi kijana huyu bana akajitahidi kadiri ya uwezo wake. Amejitahidi mpaka imefika daraja la kwanza kutoka la 3. Lakini cha kushangaza kabisa ni kwamba yeye alikuwa anaomba naye asaidiwe na serikali ya mkoa. Basi sisi kweli tulifuata serikali ya mkoa, tukaenda kwa mkuu wa mkoa. Baada ya kwenda kwa mkuu wa mkoa akatuahidi kwamba basi hilo nitalifanyia kazi. Lakini basi toka tumetoka kwake baada ya kauli hiyo hatujaona chochote wala cha kufanya hakuna. Sasa mfadhili wetu naye amesema kwamba sasa na mimi jamani, na mimi nimeshindwa sasa, kwa kuwa sina supporter na mimi nguvu imenishia. Unaona, sasa hapo ndo timu yetu imeanza kudolola. Cha kushauri mimi nilikuwa nashauri kwamba serikali kama serikali, mama naye anajua kabisa mambo mpira ni nini, itusaidie. Kwa kuwa huyu mfadhili wetu ameishiwa nguvu, basi tunaiomba serikali itupe mkono, itusaidie timu yetu na sisi tuwe na timu hapa Shinyanga. Kwa sababu wana Shinyanga wanapenda timu, lakini sasa inaonekana kwamba hakuna supporter ya serikali na timu hii ni ya wanachama. Ikishindikana basi sisi tuite kikao cha wanachama waamue kama tumpe moja kwa moja Jambo ijulikane. Yangu alikuwa ni hayo. Kwa majina anaitwa Mzee Bernard Maduhi Tendele, walezi na washauri wa timu ya Stand United. Stand United ni timu inayopendwa sana. Ni timu inayounganisha mkoa katika mambo ya michezo. Lakini kumetokea kitu ambacho si kizuri kwa timu yetu, kutokana kwanza hakuna support, hakuna anayeshika mkono kwa sasa. Alikuwepo wa kushika mkono Selemani Jambo, lakini kwa miaka yote mpaka amefikisha juu hapo amechoka, hakusaidiwa na yeyote, hakusaidiwa na chombo chochote, serikali haikumsaidia. Amekata tamaa na akasema mimi sasa timu si supporti, watafute wengine. Kwa hiyo imepata matatizo sana baada ya kukosa mtu wa kuishika mkono, na mpaka wachezaji wakati mwingine wanalala njaa. Kwa hiyo moja ni hilo ya kwamba tatizo hakuna anayeshika mkono timu mwenye mamlaka. Lakini mimi nashauri ya kwamba kwa kuwa timu hii ni timu ya Shinyanga na ina wanachama wake kubwa, sasa ni wanachama kukutana na kuweka mikakati ya timu hii ili isipotee. Kwamba sisi pamoja na kwamba tunakutana tunatengeneza mikakati yetu ili timu isipotee,
tunaiomba serikali iweke mkono wake ndani ya msaada. Mimi naliunga mkono sana, na mimi naona hivyo wanachama wote wamkabidhi Jambo, kwa sababu timu ya jumla tu, hakuna mtu anayesema ya kwamba mimi hii timu nimepewa, nimeishika, imekuwa mikononi mwangu. Ni lazima huyo mtu apewe hiyo timu, iwe ya kwamba hii timu uilee wewe, ni kama mwanao. Kwa jina anaitwa Majaliwa Gabrieli, napatikana soko kuu hapa Shinyanga. Maoni bana, inaonekana sasa hivi viongozi wa mkoa inaonekana kama vile wametekeleza Stand United, yani wameitupa kabisa, hata sasa hivi kuizungumzia hamna. Tunashangaa sasa hivi unaweza ukao unapita nje ya uwanja washangaa Stand inacheza. Hata ile hamasa hamna. Nashangaa nilipita siku moja naelekea Kambarage, napita nasikia Stand wanacheza. Nilishangaa wakati Stand tunajua kama Stand inacheza inakuwa na hamasa ya hatari. Kwanza mkoa siku hiyo watu hawalali. Yani ni amshamsha mwanzo mwisho Shinyanga. Lakini ninashangaa Stand sasa hivi inacheza kimya kimya, watu hawezi kujua kama kuna mechi siku hiyo. Sasa nashindwa kuelewa viongozi wa mkoa kwa nini wameitupa hivi. Waje watuambie sisi wanachama wa Stand United, kama hawezi hiyo timu kuendeleza, wampe Jambo ambao walioitoa daraja la 3 mpaka kaipeleka daraja la kwanza mpaka sasa hivi inaendelea kuperform. Lakini inaonekana sasa hivi tunakoelekea itashuka daraja, itarudi tena kule daraja la 3. Maana naona hali ni ngumu sana. Tuna mechi 3 zote tumeshapigwa. Tumepigwa nje mechi 2. Na hapa nyumbani tena atoki mtu, tumepoteza. Sasa hii timu tunaipeleka wapi? Viongozi wa mkoa tunaomba kama sisi wanachama wa Stand United, tunaombeni jameni mkabidhi Jambo ndio anaweza kuipandisha hii timu akaipeleka kunako husika. Kwa jina naitwa David Peter Katambi, ni mwanachama wa Stand United na shabiki pia vile vile kindakindaki wa Stand United. Kwa mwelekeo wa Stand yetu msimu inasikitisha kwa kweli, kwa sababu ligi toka imeanza nafikiri tumecheza mechi 3. Katika mechi 3 tumetoka mechi 2 nje, tumefungwa zote. Wiki iliyopita kabla ya uchaguzi tulicheza mechi nyingine nasikia, kwa sababu hatukutangaziwa wala hatukujua nini kinaendelea. Tulikuwa tuna mechi na Polisi katika uwanja wa CCM Kambarage ambapo tulipoteza kwa goli 2-1. Inasikitisha kwa sababu Stand inaonekana kama imetengwa, si kutengwa, kujiweza si kujiweza, kwa sababu hata viongozi waliopo saizi madarakani, mwenyekiti hajulikani ni nani, kiongozi ni nani. Haina mwelekeo wowote, hakuna promotion yoyote ya kuitangaza klabu inapocheza katika uwanja wetu wa CCM Kambarage. Mwenendo mzima wa timu yetu haueleweki, tunakwenda wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi. Wote kuhusu Stand United msimu huu kwa kweli inasikitisha na inahuzunisha sana, kwa sababu Stand ndio amshamsha mkoa wetu wa Shinyanga katika upande swala la michezo. Lakini kwa safari mpaka saizi nasema kwa kweli tuko hali mbaya sana. Nafikiri tuko nafasi ya mwisho kwenye ligi daraja ya kwanza, na ligi inavyoendelea na wasiwasi sana na hii timu tukaipoteza tusipokuwa makini. Cha msingi na nilichokuwa na kiwaza na ninachofikiria, kwa sababu mkoa wetu Stand United amekuwa akishikilia Jambo muda mrefu sana akiwa kama mdhamini wa timu yetu, lakini kwa sasa nafikiri nimefikia muda sahihi wa kumkabidhi timu bwana Jambo ili waweze kuiendesha hii timu yetu, kwa sababu timu hii saizi haina lolote, haina mwelekeo wowote. Hata ukitafuta wenye viongozi wa Stand United, ukimtafuta mwenyekiti, ukimtafuta makamu mwenyekiti, ukitafuta makatibu, sio wasemaji, haieleweki kiongozi ni nani, timu inaelekea wapi, zaidi ya msaada kutoka Jambo Group. Kwa kweli hii timu kwa sasa tulipofikia, tunahitaji tuikabidhi kampuni ya Jambo Group waweze kuiendesha hii timu, kwa sababu ni timu ya mkoa wa Shinyanga, lakini wana Shinyanga wenyewe tumeshindwa kuisaidia timu yetu ligi. Lakini kwa kweli mikakati yoyote haipo, wala uoni mwamko wote kwa watu. Stand imekuwa imepooza. Hii ni timu ya wanachama na inaamsha kweli, lakini kwa sasa imepooza, haina mwelekeo wote. Hata viongozi hajulikani nani kiongozi, nani msemaji wa timu. Kwa jina anaitwa Mwana Abdalla Maagi, ni mkazi wa Shinyanga mjini na ni mdau timu ya Stand United chama la wana. Maoni yangu ni kwamba naona viongozi wa mkoa sasa hivi wameitelekeza timu yetu. Sasa tunashindwa kuelewa kwa nini, ikiwa mama anaweza kusapoti timu za Yanga na Simba,
Sasa hivi kuna Singida Big Star, kuna Azam, zote zinasapotiwa na mama. Anatoa mapesa yake kuwasapoti hizo timu ili zifanye vizuri, kwa sababu hakuna mahali popote bila pesa jamani. Chochote kile tunachofanya kiwe kizuri lazima iwepo pesa. Hata tunashangaa viongozi wetu wa mkoa wa Shinyanga, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa hawaisapoti timu yetu, ndio maana inashindwa. Kama kuna uwezekano, kuna mdau na mdau wetu mkubwa ni Jambo, basi wamwachie mwenyewe aiendeshe timu yake vile anavyotaka. Kwa sababu tunashindwa kuelewa kwa nini sasa hatupate wachezaji walio bora, timu maarazi inakuwa shida, chakula shida. Sasa hatuelewi kwa nini viongozi wetu wa mkoa wa wilaya wamekuwa nyuma kwa ajili ya timu yetu. Na wakati zamani timu yetu ya Stand United tulikuwa tunatoa timu kubwa kama Yanga, Simba, tulikuwa tunaziona, Coastal Union tulikuwa tunaziona. Sasa hivi hatuna, tumekuwa kama tuko shimoni, wakati mama ni mdau mkubwa wa soka la Tanzania. Tunashangaa Shinyanga tunakosa viongozi kwa wadau wakubwa wa soka la Shinyanga yetu na kwa Tanzania kwa ujumla. Kwa sababu cha kwanza ni kwamba timu ya Stand United mpaka sasa hivi haina viongozi. Sio wale waliokuwa wa zamani, sio wa sasa. Hakuna viongozi. Na haswa ikiwa kama hakuna maendeleo ya kipesa. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba wana Shinyanga, sisi wanachama Stand United wa zamani na wa sasa, tujitokeze kumkabidhi tu timu Jambo aendelee nayo. Ila maana Jambo yeye ndio tuwe sisi tunamdai matokeo. Lakini sasa hivi tunaongea na nani? Timu inacheza hatuna habari. Juzi nimesikia hapa timu ya Stand United ilikuwa inacheza Shinyanga na timu ya Polisi. Lakini hakuna PA, hakuna chochote cha kusema kwamba timu ya Stand inacheza. Kwa hiyo inaonekana kabisa kwamba hii timu ya Stand tunapokwenda inazidi kushuka. Kwa hiyo nilikuwa naomba wanachama na ndugu zangu wote wa Shinyanga tujisafishe moyo wetu, tumkabidhi timu Jambo aendelee nayo. Kwa sababu sasa hivi anaoumia ni yeye. Sasa hivi timu inafanya vibaya hawaijui. Lakini timu ikianza kupata matokeo tu, unaanza kusikia kila mtu anakuambia timu ya kwetu. Tena unakuta mwingine anakuuliza wewe una msaada gani kule timu? Kwa sababu haifanyi inafanya vizuri. Lakini sasa hivi inafanya vibaya, hakuna mtu yeyote anaokooa. Sasa hivi wote tunamtizama Jambo. Lakini nilikuwa naomba ndugu zangu viongozi, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, tunaomba support timu ya Stand United. Sio kwamba eti mtatoa hela zenu mfukoni. Kwa sababu sasa hivi watu wengi sasa hivi kuna wadau. Kuna wadau wa mgodi, kuna mdau kina Hilali Sudi hapa. Akifuatwa mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya, bwana tunaomba utusaidie timu yetu ya Stand United. Wako tayari. Lakini sio mimi kama Sefu na Solo Mbarula hapa nimfuate Hilali Sudi nikamuombe msaada. Hawezi kunipa. Kwa hiyo nilikuwa naomba wakuu wa mkoa, mkuu wa wilaya. Timu ya RTC zamani hapa ilipanda kwa ajili ya nini? Ya viongozi tulikuwa nao. Sawa. Hapa Tabora, hii timu ya Tabora ilikuwa haina lolote, lakini bahati nzuri alipata RPC, anapenda soka. Abwao anapenda soka, akaingia yeye ndo akawa mlezi wa hiyo timu. Akaingia Mwanza kila sehemu bila kushirikisha wakuu wa mkoa au mkuu wa wilaya, timu haipandi. Hata Pamba hii ya Mwanza imepanda kwa ajili ya hao. Unaona bwana? Sasa tunafanyaje? Leo bahati nzuri tunapata bahati, mama anatangaza kila timu yetu ya Tanzania. Kila hii timu ya taifa. Kila goli anatoa milioni 5. Yote ni kuwapa morali wachezaji wacheze vizuri. Unaona bwana? Kwa hiyo sasa sisi tuna viongozi ambao wanapenda soka, lakini wanarudishwa nyuma na wachache ambao hawapendi soka. Ukiachilia mbali maoni hayo, hapa kuna ushauri unatolewa. Kwa kweli ilipofikia sasa inabidi utishe mkutano wa dharura. Tushaitishwa mkutano wa dharura kwa sababu bwana Steven yupo mwenyekiti ambaye tulimchagua kwa katiba ya Stand United, tulimchagua kwa kura nyingi za kishindo. Naona alipofikia sasa itishe mkutano mkuu wa wanachama, atuite, tujadili hili swala, tumkabidhi Jambo timu, kwa sababu kwa kweli mwelekeo wote haupo na nguvu yoyote kubwa kutoka serikalini inaonekana ni ndogo sana kwenye mkoa wetu wa Shinyanga. Kwa hiyo akabidhiwe timu wana Jambo, tuitishwe mkutano, na sisi ndio wanachama, na sisi tunapozungumza hapa mimi mwenyewe mwanachama. Kwa hiyo aitishe mkutano, mwenyekiti mkabidhi bwana Jambo timu yake. Hii ni timu yake Jambo, na nafikiri tukimshawishi hawezi kulikataa hili swala, kwa sababu hii timu amekuwa nayo toka mwanzo na yuko nayo bega kwa bega mpaka hivi sasa. Kwa sababu alikuwa anaomba wananchi wa mkoa wa Shinyanga wamsupport, lakini imeshindikana. Kwa hiyo tuikabidhi kampuni ile, kwa sababu ni kampuni ya Shinyanga na wale ni wadau wa mpira wetu na sisi ni wadau wao, kwa sababu tunatumia bidhaa zao.
watatusapoti mkoa wetu wa Shinyanga, kwa sababu na wao wapo mkoani Shinyanga, na ndio moja kazi ya makampuni kudhamini timu za mikoa yao. Ile hali ilitokana na uongozi umejitenga. Yaani huo ndio ukweli, kuna uongozi umejitenga, kunaonekana kuna makundi mawili ndani ya Stand United, lakini makundi yote kwa vyovyote vile wote hawana uwezo wa kuhudumia Stand United zaidi ya kutafuta posho ya vyela vya kula hapa na pale. Wao wenyewe naweza kusema kuna viongozi wako kwa sababu ya maslahi maalum ndani ya Stand United. Ndio maana nalia sana hii timu wakabidhiwe wana Jambo, wao ndio watajua jinsi ya kuendesha Stand United, wataweka viongozi wao wanaowaamini wao ili timu yetu iweze kwenda, sisi tubakie na furaha. Mpira ni furaha. Kupanda itakuwa ni ngumu sana kwa sababu wadau hatuna kuweza kuisimamia. Kama tutapata wadau kuweza kuisimamia, nadhani hata ligi kuu tunaweza tukarudi kwa kishindo. Mimi nachoomba wanasiasa ambao walikuwa naipiga jeki Stand United kwa ajili ya kula za maoni, warudi pale pale jamani. Ni mkoa wetu na wenyewe ni wazawa vile vile. Wasitelekeze. Hayo ni matokeo na Mungu baadaye Mungu anaweza kawajalia wakaja wakasimama vizuri tu. Kwa hiyo wasitelekeze tena timu yao Stand United. Warudi kama walivyokuwa mwanzo, tuendelee na timu yetu ya Stand United. Mimi naviona kama vile timu za Yanga na Simba pamoja na Azamu, sijui Singida Big Star zinakuwa na mdhamini mmoja ambaye anaihendo. Kama watakuja wengine lakini anakuepo mmoja, yeye ndo anawakaribisha, wanaihendo, timu inakaa vizuri kuliko kuwa na watu ambao wasiokuwa na uchungu na timu. Tukipata mdhamini wetu mmoja, mfano Jambo, tuna kina Gilitu hapa, tuna kina nani, ufanya biashara mbona Shinyanga tuko wengi. Mji wenyewe wa madini huu, tuna machimbo ya dhahabu ya kutosha Shinyanga. Tunakosaje wadau jamani? Mbona zamani tulikuwa tunapata udhamini kutoka kwenye madini Kahama, tunaletewa pesa na timu inaendelea, timu inapata maradhi na chakula cha kueleweka. Tunashindwa si kuelewa. Kwa mfano watu vijana wetu sasa hivi ajira zimekuwa ni ndogo, wanapata ajira kwenye michezo. Tunapunguza magenge ya wahuni, wavuta bangi, wazurulaji ovyo ovyo. Watu wanakuwa na interest, wanakuwa kwenye michezo. Vijana wamekaa majumbani tu, lakini kama kutakuwa kuna timu, nadhani vijana wengi watakwenda kwa ajili ya timu. Kwa jina naitwa Adam Alfani. Kwa umaarufu naitwa Adam Chamalawana, mpenzi wa Stand United Chamalawana. Sasa yani viongozi watotakiwa waite mkutano, tuweke mambo sawa. Hata zamani tulikuwa tunaenda kwa mabaku, yanafika tukae wote kitu kimoja. Sasa leo mwenyekiti hatumjui ni nani, tunakuwa wanakuwa hatujulikani, si mkatibu sijui ni nani, wote wamewekwa pembeni, hatujulikani hata kujulikana. Sasa wewe unafikiri hii timu itaendaje? Haiwezekani. Kwa hiyo hapo tunatakiwa yani vitu ambavyo tuwekwe sawa, tuache maujanja. Yani kuna watu wanajiingiza kama viongozi. Yani inatakiwa yani mimi kwa nafsi yangu yani watu waje. Yani viongozi wajikusanye wote waje, hata kama wale wabaya. Mnajua timu hata mtu mbaya wako mwite naye aje tu ili wote mjenge kitu kimoja ili timu iende. Na imani kwamba watu wa Shinyanga wanapenda mpira. Na tena hata timu za Simba na Yanga wanafahamu. Walikuwa wanakuja hapa wanapata watu kutoka sehemu mbalimbali. Karibu mikoa minne inaingiaga kutoka sehemu mbalimbali, kama kuna Simba na Stand hapa. Kila mtu analijua hilo. Magesti haya yanapataka watu sana. Chakula kina mama ntilie saa 6 tu saa 7 ameshamaliza chakula. Kwa maana hiyo mzunguko unakuwa mkubwa. Biashara inakuwa kubwa. Magesti yanajaa shauri ya kutoka watu mbalimbali. Unaona Kwa maana hiyo timu hii inapendwa sana tu, lakini imekosa mtu wa kuisaidia. Mkuu wa wilaya alikuja na hamasa nzuri sana mpaka sisi tukaona sasa tumepata watu wa kutusaidia. Lakini baada ya hapo akazima moja kwa moja, wala hana habari tena, wala hajui kama kuna Stand tena. Ofisini kwake tumejitahidi kufika, lakini tunamkuta hayupo. Ila kwa mkuu wa mkoa tumeingia karibu mara 3 sisi wazee. Jibu anasema nimesikia swala leo nitalishughulikia. Ni hivyo tu. Kuhusu wanasiasa ambao kipindi cha kampeni za kusaka uongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi walikuwa mstari wa mbele kuisaidia timu hiyo, wanachama hao wanaeleza. Sasa wanasiasa inaonekana wakati wa kutaka kula ndo wanakuja kutuangalia sisi. Wakishapata wanatuachaniza kama tulivyo. Nilikuwa naomba wanasiasa kama mwendo waliokuwa nao mara ya kwanza kusaidia timu ya Stand United isiwe kama walifanya kama ngazi ya kupandia.
Umeona bwana? Na sasa hivi nilikuwa naomba waendelee kuisaidia timu ya Stand, kwa sababu kama ni juzi tu hapa, leo chaguzi umetoka juzi tu hapa, hatuwaoni kuna kitu gani hapa? Kwa mimi nilikuwa naomba waendelee wenyewe kusaidia timu ya Stand. Uchaguzi bado upo tu, kwa sababu sisi wananchi tunatizama ni nani anatusaidia. Mimi naomba wanasiasa wasiwe na mihemko wakati wanapotafuta nafasi. Watafute nafasi wakijua ya kwamba wana wajibu wa kusaidia vitu kama michezo. Na ahadi zao wengi wameahidi ya kwamba takapopata nafasi mimi nitaisaidia Stand. Basi ahadi yake aitekeleze. Isiwe ahadi maneno matupu. Hata wewe kusifiwa na wale wana michezo kama umewatupa, kesho na kesho kutwa utasimama wapi? Naomba wasisahau. Pamoja na maelezo hayo, hapa katibu mkuu wa timu ya Stand United anaweka wazi baadhi ya changamoto ambazo zimechangia timu yake kufanya vibaya kwenye ligi ya msimu huu. Kwa jina naitwa Omari Julius maarufu Omari Malula. Ni katibu mkuu wa Stand United niliochaguliwa na mkutano mkuu wa halali wa wanachama wa Stand United nafikiri ilikuwa tarehe 21 mwezi wa 8 2023 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa hapa manispaa yetu ya mkoa wetu huu wa Shinyanga. Changamoto kikubwa sana ambacho kinatuathiri sisi viongozi wa Stand United ni kwamba tumevuliwa madaraka yetu kwa nguvu, na hususan watu ambao walijifanya wao wanajua, wana akili nyingi kuliko uelewa mpira wa Shinyanga mjini. Nakumbuka hii timu baada ya kuwa imeshuka mpaka ligi ya chini kabisa, ligi ya mkoa, tulikaa chini sisi na watu wa Jambo na wanachama, tulikaa kwa lengo moja la kuhakikisha sasa timu yetu tunairudisha katika hali gani. Japo fedha tulikuwa hatuna, lakini tulipambana kwa kushauriana na kupanua wigo. Tumeanza ligi ya mkoa hapa manispaa ya Shinyanga, tukaenda Kahama ambayo ilikuwa na Nebola, tumepambana. Na tufika kule Kahama tulifanya kazi kubwa kwa sababu watu wa Kahama hususan wana michezo walituambia, tunajua nyinyi mna changamoto nyingi ya kifedha na nini, lakini mpira unahitaji mahusiano. Na mahusiano ya kwanza walituambia tupanue wigo. Wigo wa kwanza ilikuwa ni kukaa kuongea na wadau wa manispaa ya Shinyanga, wakiwemo wachezaji veterani wa timu ile ya marehemu ambayo ametangulia mbele yake Kalume Songolo, na kwa sababu alitupa ushauri mzuri namna gani ya kufanya, na kweli tulipokea ushauri na sisi tukamuongeza marehemu Kalume Songolo kwa kwenye benchi kushauriana na kocha mkuu akiwa kama kocha msaidizi ambaye tulimpa mamlaka hao, alishauriana na tulifanya vizuri. Cha kusikitika sasa kwamba sisi viongozi wote wa Stand United tulitolewa kwenye mpango mkakati wa kuhakikisha timu yetu inasogea mahali fulani. Kwa mfano mimi hapa nikiwa katibu mkuu, ambao katika hiyo task force au kamati zote mimi ndio mtendaji mkuu, lazima nijue taarifa zao, nijue tunafanya nini. Mimi nilitolewa katika nafasi yangu ya ukatibu na bwana Chris akaniambia mimi nitakuwa mwenyekiti wa hamasa. Imagine mimi ndio katibu mkuu wa Stand United na anasema mpango huo kausema DC, lakini DC yeye ni muelewa, mtu tu lakalaka anajua. Kwa sababu kuna fedha inakuja, wao walijiwekea magenge. Mwenyekiti wangu akatolewa mamlaka, akaambiwa wewe utakuwa ni mjumbe wa kamati ya usajili. Sawa, tukakubaliana na huo mpango kazi, tukaanza kwenda kwenye majukumu. Lakini baada ya pale wajumbe wengi walioongezwa kwenye usajili, akiwepo Sudi, mwongozo mbovu wa timu waliokwenda usajili. Yani mchezaji anakuja, baadaye tumeta kwenye kamati wamjadili, lakini mchezaji anakuja kachato Dar es Salaam kapewa mkataba. Anakuja hapa mchezaji mbovu, wakimkataa wao, kesho wanamuona mchezaji amevaa uniform yuko uwanjani anacheza, wanamwambia wewe huyu tulimkataa, anasema mimi ndio nimeshaamua, ni maelekezo ya boss. Tukasema basi ya nini iendelee. Kwa hiyo ile task force nyingi ambayo imetengenezwa na mkuu wa wilaya wengi walijuzuru kwa kuona mpango mbovu ambao unaendeshwa na bwana Chris, mpango ambao unakwenda kula fedha za Jambo, na hiyo iko dhahiri shaili. Msimu uliopita tulikuwa tuna timu mbovu, yani fedha ilikuwa za kutosha, ambao mkuu wetu mfadhili wetu aliweka hela nyingi, lakini wachezaji tuliokuwa nao ni waajabu. Ninakumbuka na nanukuu kwamba yuko mjumbe mmoja anayetoka katika kampuni ya Jambo Group alimtukana coach uwanjani ya kumwambia ulituaminisha, lakini sisi tulimwambia hela mlioiweka na fedha mnaodanganya kwa wachezaji hawa hatufiki mbali. Alimtukana kocha na kocha aliondoka, na kocha aliondoka, mimi aliniambia ninaondoka kwa sababu sikujua watu hawa hawajui mpira bali wanajua maneno. Leo tunaona Simba na Yanga wakija kutafuta pointi 3 hapa, hata kama wacheza na Stand United utaona jopo la viongozi wanakuja zaidi ya 12 20. Kwa kila mmoja atakuwa na majukumu yake kwa kisha anapata ushindi. Sasa leo niwaulize ndugu zangu kwamba mtu mmoja anaweza kuipandisha timu, yani yeye huyo awe katibu, awe mwenyekiti, awe mjumbe kamati
ya usajili, awe mhasibu, ajue chakula kinapatikana vipi, sijui yeye ndo akaongea na nani, yeye sio na nani, afu huyo asafiri peke yake na kutaka pointi 3. Ndio timu yetu imetufikisha hapa. Kwa hiyo ukiangalia mkubwa ni uhayuni na kutuzalau sisi viongozi wa Stand United. Je, nini kifanyike kuweza kuinusuru timu ya Stand United hivi sasa? Katibu huyo hapa anaeleza. Cha zaidi ni kwamba itafutwe meza ya maridhiano baina ya viongozi na hao wafadhili wa Stand United. Baada ya kukaa maridhiano, lakini pia ni utaratibu, tuna sheria na katiba ya Stand United ifuatwe, kwa sababu hii timu haisio genge la wahuni. Hii ni taasisi yenye katiba yake na imesajiliwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ufuate utaratibu wa katiba ya Stand United. Kila mmoja a play party kwenye sehemu yake. Yani wewe mfadhili utabaki sehemu yako ya ufadhili, sawa, lakini wewe kiongozi, uwe katibu, uwe mwenyekiti, uwe mjumbe kamati ya utekelezaji na baadhi na pamoja na wanachama na wakereketwa, wao watabaki na majukumu yao. Hakika hilo swala likikaa vizuri, tunahakikisha Stand United yetu, hii minongono, hii kejeli, haya maneno na majungu yatakwisha na Stand United itarudi kwenye fomu kama ilivyokuwa mwanzo.